Nyakau, Malkia Mdoli haonekani. Malkia Mdoli haonekani? Ndiyo, ameniambia Malkia Kasuku. Nimeisha mimi Kausa. Kwa ajili gani unasema hivyo? Malkia Kasuku aliniambia mficha malazi kifo muumbua. Na mimi namtegemea Malkia Mdoli. Malkia Mdoli? Ndiyo Kausa. Nikwambie mara ngapi namtegemea Malkia Mdoli. Na yeye ndo alioniagiza nikaiteketeze ile familia, niitoe kafara. Leo nimesikia ukweli kutoka kwenye kinywa chako wewe mwenyewe. Malkia Kasuku? Ni mimi. Nyakau, nilikwambia uniambie ukweli na ukanificha. Sasa leo nimejua mimi mwenyewe. Nilikuwa nataka kukuua, lakini moyo wangu haujisikii kabisa. Nitakupa adhabu. Nyakau, nitakufungia milele. Hautaonekana tena. Kausa. Heshima yako Malkia. Kausa, nataka umfungie Nyakau na awe chini ya uangalizi wako. Sawa Malkia. Kausa, naomba unisaidie Kausa. Usinifanyie hivyo. Nyakau, sina msaada wote ule na wewe. Kwa sababu mimi namtii Malkia Kasuku. Kausa, kama nilivyokuambia, Nyakau awe chini ya uangalizi wako. Mimi kuna sehemu naenda kubainisha ukweli wote. Naenda kumaliza kila kitu. Sawa Malkia. Nakutakia kila laheri katika mambo yako unaenda kuyafanya. Kasuku, nimeachana na mume wangu na nimemwambia ukweli wote. Yaani naumia sana. Pole sana Nachi. Nalifahamu hilo. Najua unaumia sana. Lakini bora hata ulivyomwambia mume wako ukweli wote. Maana amekuwa huru. Na usijali, anaweza akakurudia. Sawa. Lakini sidhani kama Waidoni anaweza tena kurudi katika maisha yangu. Kuna kitu ambacho kitakufanya mume wako akurudie. Ni kitu gani? Nachi, usiwe na haraka, kuwa na subira. Ni kitu gani hicho ambacho kinaweza kumfanya mume wangu akanirudia? Yaani kwa yote mabaya nilomfanyia, maovu yote yale. Hapana, inaonekana Kasuku amekuja kunitia tu moyo. Ile haliwezekani kabisa. Sijui kama nitakuja tena kupata hii nafasi. Sijui. Sasa ule mtu wangu nikopo namsubiria muda wote, leo limekuona. Wewe mwanamke Firauni kweli kweli. Yaani wewe mimi kwanza sikujui. Na mimi wewe unijui. Sikuzia dukani kwa ungeisha mimi mwenyewe kwa tabia kama anavyopenda kutembea na mshangazi. Kumbe wewe umetega masikio yako, umechukua yale maneno nilikopo naongea mimi, umeenda kumpelekea mpumbavu mwenzako Kamwe. Yaani umesababisha mpaka mimi kanikaba. Shingo yangu yote inaniuma. Sasa nakwambiaje? Zile hasira za kunikaba kom nakuja kukumalizia wewe hapo. Na kukaba mara mbili yake leo. Kuda deki. Swali zako za mwisho. Israeli anakujia.
ukamwambie, kwani mimi nimekupiga kwa bahati mbaya? Na ukishinda kumwambia akija kunipiga mimi na kufuata tena yeye na kumugua hivyo hivyo. Mimi ule kama akija kunipiga hata sisumbuki naye. Wewe ndo mnyonge wangu wewe. Na kupiga wewe tu. Na ndo naenda sasa kumwambia. Na neno tena usisahau, akikuuliza nani nitaja jina lako Samundu ndo kalipiga. Yaani wewe mwanamke una akili kweli. Yaani wewe mwanamke ni mtoto wa kitajiri. Unaenda kutembea na kama kashazia kutembea na mishangazi, unaniacha mimi. Yaani wewe mwanamke una akili kabisa wewe. Kwani mimi Samundu nina kasoro gani? Je, kwa mtu kama mimi, sina baya na pesa za udalali mjini hapa. Mjinga wewe. Sasa ule wako kamwambie kama kawaida, akija kunipiga na kubutua wewe. Sasa hapa kidogo roho yangu imelisika. Sema nimembutu lakini ule kama ule inabidi nitafute mabodyguard nitembee nao. Vipi wewe? Uko sawa? Ndio mimi niko poa. Yaani unaniambiaje uko sawa wakati naona kabisa hiyo sura ilikuwa inatoka kulia? Umefura hasira, kuna shida gani? Shida na rafiki yako. Nina marafiki wengi, rafiki upi? Yule rafiki yako ambaye siku ile nilikuja kukuambia kwamba alikuwa anakuongelea wewe vibaya. Sijui una date na mashangazi. Tukafanyaje? Nilikuwa nje ya geti akaja akaanza kuniambia eti sijui mimi mnafiki, mbea, nimewachonganisha nyinyi. Hivyo kaja kwangu kulipiza kisasi kanipiga. Yaani Samundu kakupiga wewe? Ndio. Poa, hamna shida. Wewe usilie. Sawa? Cha kufanya wewe nenda nyumbani. Alafu mimi nitajua namna gani ndili hili swala. Kama mimi sitaji ufanye kitu chochote. Na sitaji matatizo mengine. Wewe usijali. Sawa? Pointi ya msingi wewe nenda zako nyumbani kapumzike. Kuhusu issue niachie mimi mwenyewe. Nitadili nayo. Kama mimi najua tu ukitoka hapo ukienda kumpiga au kufanya kitu chochote, atakuja kunipiga mimi. Mimi sitaji matatizo tena. Kama wasiwasi ni usalama wako, twende kusindikiza nyumbani. Sawa? Alafu huko mbeleni, haya mengine nitajua mimi namna gani nitaenda nayo sawa. Twende. Kaka. Vipi, mbona unalia mzee? Kwanza ni bora ukakaa chini. Kaka, kuna shida gani mzee? Kama yaani mpaka unamuona mwanaume analia, ujue kipo kitu ambacho kinamtatiza katika moyo wake. Kaka, mpaka analia ujue nimeumizwa sana. Nimevunjwa moyo na mke wangu. Mpaka tunavyozungumza hapa, mke wangu hayupo ndani. Ameshaondoka. Kaka, siku ya leo mke wangu kaniumiza sana kwa sababu kazungumza kitu ambacho hakuwahi kuzungumza hapo kabla. Siku za nyuma alikuwa akinificha sana. Lakini leo kwa mdomo wake, kwa kinywa chake ananiambia kuwa yani yale yote ambayo nilikuwa nayasikia kwa watu leo ndo nimepata uthibitisho. Mke wangu naje.
Licha ananiroga mimi. Ananiroga. Kwa kweli kaniumiza sana. Yaani ndani ya nafsi yangu naumia. Kwa sababu sikutegemea kama angeweza kufanya haya aliyofanya. Nikaamua nimwache tu aondoke kwa sababu sikuwa na la kufanya. Nikamwacha aende. Kaenda. Si. Kaka. Bwana pole sana. Kusema kweli lizito na linagusa kweli kweli. Kitu cha kushukuru Mungu hapa, umeshamjua mbaya wako. Mara zote kitu ambacho mimi nakiamini ubaya una mwisho. Na mwisho wa ubaya wa mkeo umeuona. Bahati nzuri haukuambiwa na mtu, kakwambia yeye mwenyewe. Ni jambo la kumshukuru sana Mungu kaka. Hapa sasa hivi hauhitajiki tena kulia. Hauhitajiki kuhuzunika wala nini. Yaani sijui nisemeje, lakini kitu ambacho ninachokijua kwa wakati huu, wewe sasa inabidi ujipange, maisha mengine yaendelee. Ni ngumu sana kuishi na mtu ambaye anakufanyia ubaya. Sawa? Mwanangu una Mungu sana. Na ndio maana kaja kakili yeye mwenyewe. Sawa kaka? Maisha yanabidi yaendelee mzee. Move on. Sawa. Mimi nimekuelewa kwa ushauri wako. Nitalizingatia uliloniambia. Mimi mwanangu nimetoka huko na jambo limeniganda kwenye moyo, yani linanisumbua vibaya mno ndugu yangu. Ya kwako yapi tena? Samundu mwanangu. Kajikuta mwamba sana mwanangu. Nyange alikuwa anatoka karibu na nyumbani kwao. Samundu kamuona, kamfuata. Imagine yule binti katoka kufiwa juzi tu. Samundu kaenda kamzibua mibao kishenzi. Mwanamke kanifuata nyumbani, anakuja kavimba uso analia. Namuuliza shida nini? Ananiambia yule rafiki yenu kanipiga vibaya sana. Kaka, kusema kweli mimi jambo limeniuma. Yaani hivi mpaka ninapokuambia kitu nitakachokuja kumfanya Samundu, kaka hatakuja kunisahau kwenye maisha yake. Yaani Samundu anakwaza sana kaka. Lakini licha ya kukwaza kwake, usifikie huko. Usifikie hatua ya kumshika, kumkaba, kupigana naye, utasababisha mengine, kitu ambacho sio kizuri. Unajua Samundu tushamuonya mara kadhaa juu ya mambo yake, lakini ni mgumu kuelewa. Kwa hiyo jaribu kumchukulia kama mtu ambaye hana akili vizuri, alafu mpotezee. Usifikie huko. Nakuomba. Kuna namna mbwa ukicheka naye utaingia naye msikitini. Kwenye hili jambo mimi siwezi kulifumbia macho. Nataka nifanye kama funzo kumfunza Samundu. Sio kama unanielewa. Kitu kingine. Mimi mwanangu sipendi unavokaa hapa unalia. Yaani kila mtu anayepita hapa anaona wewe unalia, anajua jamaa ana changamoto. Kaka hebu siruhusu basi kila mtu ajue kama una shida. Nyanyuka ingia ndani kwa sawa. Why don't stay strong brother. Sawa kama. Tuko pamoja. Kama, mbona mtaani kwetu? Unaenda wapi? Mimi kuna sehemu naelekea. Kuna mambo yangu naenda kuweka sawa. Mbona kama unaonekana upo sawa? Kuna shida gani? Yeah, of course siko sawa. Mara ya mwisho tumekutana ukaniambia haupo sawa. Leo pia haupo sawa. Unasumbuliwa na nini? Siku ile ni siku nyingine. Leo ni siku nyingine. Sikuwa sawa siku ile, pia leo siko sawa. Yaani hapa ndo nipo kwenye process ya kuweka mambo yangu sawa. Lakini mimi nimekumisi. Sawa. Mimi naelewa kama umenimisi. Sasa cha kufanya ni cheki kesho. Maana nahisi naweza nikawa ndo nimetulia afu na nafasi japo kidogo. Kesho.
Sawa. Lakini kama ni kesho, basi kwa sharti. Sharti lenyewe, popote nitakapokuwepo, itabidi unifuate. Poa. Ila hakikisha inakuwa kesho. Hamna shida. Sasa hivi unajishaua? Toka ujue nakupenda unaniletea vitu vya ajabu. Sasa hiyo kesho, naenda kukaa sehemu ya mbali. Inabidi tu nikuchoshe. Unyooke vizuri. Oh, shemeji Kamu. Karibu. Asante, mambo vipi? Mimi niko poa. Samundu nimemkuta? Samundu katoka. Anarudi muda gani? Katoka muda mrefu. Afu ratiba zake huaga zielewekaji. Sijui atarudi muda gani. Okay. Sasa sio swala. Tunaweza kuzungumza hata mimi na wewe. Ila itapendeza zaidi kama tutaenda kuzungumzia ndani. Basi sawa. Karibu. Asante. Sasa hii leo ndio ile siku ambayo naenda kumfundisha Samundu adabu. Yaani nitakachokifanya hapa ndani hatunisahau leo mpaka anakufa. Naenda kuacha alama ndani kwake. Shemeji, yaani umejua sana kunifurahisha. Yaani toka Samundu anioe, hajai nipa vitu kama ulivyonipa wewe leo. Unajua nini? Mimi najua kama ndugu yangu ana matatizo, ndio maana leo nimekuja kumsaidia kazi. Wakati nakuja ulivyokaa tu pale nilivyokuona nilijua tu kwamba una vitu kibao vinahitaji kupunguzwa. Na ndio maana nikwambia tuingie ndani tukaongelee. Nilikuwa na maanisha. Afu shemeji, yaani natamani ningekujua mapema wewe kabla ya kumjua hata Samundu. Natamani wewe peke yangu tu. Kama utojali, naomba ni hata mchepuko wako. Hivi macho yangu au naota? Kwa rafiki yangu ulivyoniambia utanichapia mke wangu, kwa umechapa kweli au sio? Samundu, nikwambie kitu mwanangu. Kwenye vita kila mtu ana silaha yake ya kuingia nayo. Silaha yako ni mdomo, kusambaza maneno ya watu mtaani. Si wengine silaha zetu kwaju. Bro, watu wenye mdomo kama wewe, hii ndio dawa yao. Yaani mimi ndio naitwa Kamu. Nilikwambia. Oya Kamu. Nakwambia tutaonana mwanangu. Hii siwezi kuvumilia hata siku moja. Hii nitalipa hii. Wengedele, sikia nikwambie. Kwa kitendo ulichonifanyia kumleta mwanaume katika nyumba yangu, hii siwezi kuvumilia hata siku moja. Acha nisubirie hapo hapo. Ubavu. We, kuda na deki. Hiyo kauli ya kusema unisamehe sitaki kusikia. Mwanamke asiyetosheka mchi mmoja. Sawa. Mimi si mwana mpumbavu. Unaleta wanaume zako humu ndani. Mwanaume mwenyewe bora angekuwa simjui. Mwanaume unamjua. Rafiki yangu kwa kitambo. Tena unavyopenda kuwachagua watu wasiojua mapenzi, agari alivyotimua mule. Mpaka katina shuka langu. Unajua limedua begani lile. Jamaa yako kaona itoshi. Akaamua kufunja chaga yangu kuda deki.
limenua 45,000. Jamaa anakuja anaivunja hivi kijinga jinga. Ukaona itoshi ukaamua kumpa na mafuta yangu. Na inakuangalia kikopo kimepungua mnala kweli. Imeniuma sana. Imeniuma sana wewe mwanamke. Wewe mwanamke ni shetani. Laiti ungejua ulivyokuja wewe. Ulikuja mweusi hapa. Sasa hivi umekuwa mweupe, unanukia. Kwa pesa yangu umeudalali. Umeona mimi shetani. Umeona mimi sifai. Sawa. Kuda deki. Nauli ya kwenu Mbeya 60,000. Sasa mimi sikupe 60,000 nakupa shilingi 10,000. Uondoki sasa hivi, sitaki kukuona katika mtaa. Pumbavu kweli. Usinangalie, nitakutemea mate ya sumu. Na hii sura utakuiona. Yaani pumbavu za shika. Ondoka nakwambia. Ondoka nakwambia. Wewe, nitakubabua sasa hivi. Ondoka. Kumbe wewe. Lazima nitakunipeleka jela wewe. Pumbavu wewe. Usirudi tena hapa. Mjinga wewe. Mbona mkegeni usiotoshika wewe? Ulikuja hapa kama kababu wewe. Sasa hivi umekuwa chocolate. Unaona kama mimi pumbavu wewe. Mshenzi wewe. Kumbe mapenzi yanauma hivi. Na kweli Mr. Nesi ameimba. Rafiki yako ndio adui yako. Na huyu kama tujamalizana hii. Kuda leka. Yaani nitamfuatilia mwanzo mwisho. Yaani yule mwanamke yule sio kunifanyia mimi hivi. Sawa. Mungu atanilipia tu.